Dr. Khamis Masoud ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo ameeleza kuwa serikali haina mamlaka ya kubadilisha au kupindua amri ya mahakama kwa maelekezo ya kiutendaji. Hivi karibuni, ndugu zangu waandishi wa habari, tumeona katika mitandao ya kijamii mkuu wa wilaya ya Ubungo akiwa na kamati yake ya usalama amefika katika eneo la tukio na ameeleza kwamba anamrudisha yule mama ndani ya eneo kwa maelekezo ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakavunja zile libiti zote wakamuingiza ndani, na akasema wamefanya hivyo kwa sababu pia yule mama asibuguziwe na mtu yoyote. Ni kwa sababu kuna uchunguzi unaendelea katika taasisi za serikali ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Sasa hapa ndo kwenye kitendawili na tega, wateguzi wasiingie mitini, lazima tukae tutegue hichi kitendawili. Na ifahamike kwamba serikali ipo kwa ajili ya sheria kama nilivyosema, na wao wanatakiwa wasimamie sheria. Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyo wa kituo cha sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation, Dr. Khamis Masoud, amesema kanuni ya utawala wa sheria, yaani rule of law, ni amri ya mahakama na ni ya mwisho, hivyo ni wajibu ikatekelezwa kama ilivyo, na kinyume chake ikibainika haitekelezi ni dhihaki ya kisheria. Kupitia maamuzi haya halali ya mahakama, tunaomba ofisi ya waziri mkuu na mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, warejee kwenye mstari wake, jambia lirudi kwenye ara yake, ili wasitengeneze sintofahamu katika jamii, kwa sababu tunajua sisi hapa tulipo na malalamiko ambayo yanaendelea na tume ambazo zimeundwa, na ikiwemo tume za kijinai na tume nyinginezo ambazo rais mpaka leo zinafanya kazi. Malalamiko wananchi ni kwamba haki haionekani inatendeka vyema. Sasa kupitia hili, tukianza kushtakiana mahakamani, tukataka tumwite waziri mkuu na maafisa wengine wote, maana yake tuna haki kwa mujibu wa sheria. Wanaweza wakasema pia hawa ni wachochezi au wanafanya harakati. Unajua watu wanaweza wakatafsiri namna wao wanavyojua, lakini na sisi tutakuwa hatuna budi, mimi na maafisa wangu wote, mawakili waandamizi, si ndio, kushughulika kwa mujibu wa sheria ili kulinda haki ya mtu kwa mujibu wa sheria. Kwa kabla hatujafika huko, hala mti na jicho, kile ambacho kimefanyika na mkuu wa wilaya waeleze bayana kwenye umma kwamba kilikuwa kipo kinyume na utaratibu, na sasa serikali isimamie maagizo halali na amri halali za mahakama, na uchunguzi wa makosa ya kijinai hauwasili mchakato wote wa madai ambayo yameshaamuliwa, kwa sababu hata leo ukisema wewe unachunguza, sijui umeelewa mpaka hapo ukaja ukabaini labda kuna forgery, bado uchunguzi wako hauwezi kubatilisha yale maamuzi ya mahakama. Hatukukaa sawa, akafungua tena kesi ambayo ndio revision kupitia mwenendo wa kesi Mahakama Kuu. Majaji akaipitia tena mwenendo wa kesi ambayo hukumu yake ilitoka tarehe 16 mwezi wa 12, kwamba hawajaona sehemu yoyote ambayo imeenda kinyume na utaratibu. Ikatoa maelekezo tena. Sisi dalali wa mahakama na mwanasheria ambao tusemeze kesi kwa tena mahakamani kwa lengo la kupata na ushauri kwa kumtoa tena kwa mara nyingine pale ndani, na akiwa na mkuu wa wilaya tukakaa pale vikao, yule mama akatolewa. Lakini cha kushangaza, baada ya siku 3 yule mama
mkuu wa wilaya akarudi tena na vyombo vingine vya usalama, wakamingiza yule mama nje kwa kusema kwamba clip tuliotumiwa kwa kusema kwamba agizo limetolewa na waziri mkuu.